Juni 2. Jumatatu. Mwaka wa 2025 asili. Wanafunzi ambao waliacha nyuma urithi wa milele Warumi 16:27. Kwa Mungu pekee mwenye hekima na uwe utukufu milele kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Mungu alikupa siri ya batizan, safari na miongozo kwa njia ya Kristo. Wakati siri hii inapokuwa chapa yako, mzizi na asili, utaacha nyuma urithi wa milele. Huu unaitwa uinjilisti. Je, ni majibu gani uliopata wewe, remnant, ndani ya hili kwanza? Wewe ndiye mhusika mkuu wa zama za wikendi ya siku 3. Utaponya nafsi, roho na mwili ambao unaugua siku ya Ijumaa. Utashiriki katika harakati ya remnant kilele siku za Jumamosi. Kupitia ibada, utaendesha mkondo wa neno, maombi na uinjilisti siku za Jumapili. Pili, umepokea baraka za kilele cha kiroho. Hivi sasa harakati ya wanefili inaongezeka. Kwa hivyo, lazima ufahamu na kujua tofauti kati ya harakati ya chini na harakati ya tafakari takatifu. Ni wakati huu ambapo mambo ambayo Mungu alikupa yatakuwa wazi. Pia utathibitisha kwamba Mungu yu pamoja nawe, wengine na katika mambo yote. Zaidi ya hayo, utapokea jibu la kuokoa ulimwengu. 3, utaacha nyuma urithi wa milele wa uinjilisti wa ulimwengu. Kutoka kwa mwongozo wa mlima Kalvari, ambapo mambo yako ya kale, ya sasa na yajayo yametatuliwa kabisa, hadi kwenye mwongozo wa Roma, haya yote ni sehemu ya urithi utakaoacha. Lazima uwe ndani ya miongozo hii. Lazima ugundue majibu matatu. Unapokumbana na matatizo, migogoro na magumu, usikimbie. Badala yake, shikilia agano ambalo Mungu alikupa na utoe changamoto kwa ujasiri. Ombi la leo: Mungu Baba, naomba batizan, safari na miongozo ambayo umenipa iwe chapa yangu, mzizi na asili yangu. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.